Shukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri ya Wilaya Monduli pamoja na viongozi wa wilaya, kiongozwa na mkuu wa wilaya, mkurugenzi na wengineo kuja kutufaa sana katika janga letu la mafuriko katika shule ya msingi Ngaruka Juu. Kwa kweli tulipata janga hilo, lakini sasa hali ni shwari na watoto wanaendelea na masomo salama. Bado mambo hayajakamilika vizuri, lakini hali sio mbaya. Changamoto kubwa kwa sasa kata ya Monduli mjini ni pamoja na changamoto ya miundombinu ya barabara, mifereji ya kupitisha maji ambayo yanaweza kutokana na mvua kubwa ambazo zilinyesha. Lakini nikushukuru wewe pamoja na viongozi wengine wa wilaya, akiwemo Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mkurugenzi na specifically idara ya maji kiongozwa na Injinia Msaki kwa namna ambavyo wametusaidia kuliziba bwawa lile la Naja. Tumepata zaidi ya milioni 200 ambazo zimetusaidia kuyakika yale maji yasipotee. Serikali yetu inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kufanya mambo mengi katika halmashauri yetu ya wilaya Monduli. Nishukuru zaidi ya shilingi milioni 200 ambazo tumepata ndani ya muda mfupi kwa ajili ya kuokoa bwawa letu la Naja. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Shukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri ya Wilaya Monduli pamoja na viongozi wa wilaya, kiongozwa na mkuu wa wilaya, mkurugenzi na wengineo kuja kutufaa sana katika janga letu la mafuriko katika shule ya msingi Ngaruka Juu. Kwa kweli tulipata janga hilo, lakini sasa hali ni shwari na watoto wanaendelea na masomo salama. Bado mambo hayajakamilika vizuri, lakini hali sio mbaya. Lakini pia hali kadhalika, Mheshimiwa Mwenyekiti, tushukuru pia kwa jitihada ambazo viongozi wametufaa pia Ngaruka kwa janga la kuunguliwa na jengo la zahanati Ngaruka, na sasa tunapata hela kidogo kwa ajili ya ukarabati ile jengo ili mama na mwana waweze kuendelea kupata huduma barabara kama ambavyo walikuwa wanahudumiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kutoa shukrani zangu hizo za dhati kwa niaba ya wananchi wa Ngaruka, niingia kwenye changamoto sasa, na mojawapo ni barabara iliyoharibika na mafuriko. Sasa shule hiyo ya msingi Ngaruka Juu haingiliki kabisa, hata namna kupeleka chakula shuleni, na shule ya kweli, shule kubwa, kwa kweli hali ni mbaya. Kwa hiyo tunaomba mpango wa dharura kwa ajili ya kusaidia barabara ile. Kile pia Mwenyekiti, cha Mwenyekai tumekuwa tukipigia kelele muda mrefu sana kwa ajili ya umeme. Kile hakina umeme zaidi ya zahanati wa Mwenyekai, lakini kaya zote za wananchi za watu hawana umeme. Tunaomba Mwenyekiti, mradi huo ni huduma ambayo ni muhimu uweze kuwafikia wananchi kwa ajili ya maendeleo yao. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana uongozi wa halmashauri na serikali kwa ujumla kwa kututekea fedha za kufanya maboresho zahanati ya kijiji cha Merete milioni 62 na shehe. Nawashukuru sana, lakini vile vile niwashukuru ofisi ya Mbunge ambao nao wametupa shilingi milioni 8 kwa ajili ya ukarabati choo cha zahanati cha kijiji cha Helwai. Nawashukuru. Baada ya shukrani zangu hizo, nichukue nafasi hii kuwasilisha changamoto za kata ya Monduli kwa ujumla wake. Mwenyekiti, kwa sababu ya muda, changamoto za kata ya Monduli zimefanana na changamoto zilizowasilishwa na madiwani wenzangu, lakini kwa umuhimu na kwa dharura yake naomba nielezee changamoto kuu mbili. Changamoto ya kwanza ambayo naomba nitolee ufafanuzi ni uhaba wa watumishi shule za msingi. Shule za msingi alau 3 na shule 5, lakini nizungumzie uhaba wa watumishi shule 3: shule ya msingi Helwai, shule ya msingi ya Mpiki na shule ya msingi ya Monduli. Mwenyekiti, tuna uhaba wa walimu. Nikitolea mfano, shule ya msingi Helwai ina wanafunzi 1,300 na kuna walimu 5. Nikitaja hizo namba unaweza kupita kazi ni kubwa kiasi gani.
naomba pamoja na changamoto zingine, halmashauri itambue changamoto hiyo na itafutie kipaumbele, kwa sababu tunazungumzia maisha ya kesho ya watoto walioko shule. Mheshimiwa Mwenyekiti, niende moja kwa moja kwenye changamoto. Na changamoto ya kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni miundombinu ya barabara, lakini changamoto ya pili ni umeme. Kuna baadhi ya vijiji, Mheshimiwa Mwenyekiti, vimekosa umeme, lakini changamoto nyingine ni changamoto ya vibao vile vinavyoelekeza matumizi bora ya ardhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Lakini nikushukuru wewe pamoja na viongozi wengine wa wilaya, akiwemo Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mkurugenzi na specifically idara ya maji kiongozwa na Injinia Msaki, kwa namna ambavyo wametusaidia kuliziba bwawa hili la Naja. Tumepata zaidi ya milioni 200 ambazo zimetusaidia kuyakika yale maji yasipotee. Nawashukuru sana. Lakini la pili, niseme changamoto tulizonazo kata ya Lepruko. Tuna changamoto kubwa ya barabara ya kuelekea shule ya sekondari Lendo kufikiki, daraja limekatika. Barabara kutoka kwenye ofisi ya kijiji kwenda kitongoji cha Mlimani ya kupitiki. Barabara ya kuunganisha kata ya Makuyuni na kitongoji cha Kisima na kupitiki. Lakini pia tuna ubovu wa barabara ya kuunganisha kijiji cha Naja na kijiji cha Inaroji na kwa kupitiki. Ndugu Mwenyekiti, tuna changamoto ya jiko pale Lepruko sekondari. Watoto wale wanapata shida kupikiwa chakula kwa sababu hakuna jiko. Mwenyekiti, naomba kuwasilisha taarifa ya kata Migungani. Naomba nipite moja kwa moja kwa changamoto. Mheshimiwa, changamoto zingine za kawaida, tunakumbuka madarasa matano shule ya msingi Kiongoni. Vile vile tunakumbuka bweni moja shule ya sekondari Mlimani. Vile vile tunakusifu uzio wa shule ya sekondari Mlimani. Tukizingatia ziwa limesogea, kwa hiyo wanyama viboko kweli wanaenda mpaka shule hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna changamoto kubwa zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na athari ya mafuriko, ziwa limesogea, limemeza nyumba 100 ya wananchi, meza nyumba ya matajiri, nyumba ya matajiri pamoja na maskini. Mheshimiwa Mwenyekiti, maskini wale kwa hizo nyumba 100 hawana hata kukaa. Na kuomba sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naamini kazi yako ni nzuri na chapa kazi ya Mheshimiwa Mkurugenzi, mtuangalie karibu, mje muangalie athari ya mafuriko hayo na nyumba hizo. Ikiwezekana Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kuna vipande vya ardhi vipo halmashauri ya Monduli, tuangalie wananchi wale, kwa sababu ndio mbaya. Sisi madiwani tumepambana, wengine hawana pa kuishi, tunapeleka chakula hapa, tumechoka, hatuna kabisa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeona kuna changamoto ya matundu ya vyoo kwenye maeneo mengine, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye vijiji vyetu fedha zipo, lakini watendaji wa vijiji hawasimamizi fedha kuzitumia kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kwa hiyo naomba kama alivyopita Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwenye upande wa vijiji vya vinavyotengeneza WMA, wana fedha kwenye akaunti zao. Kwa hiyo naomba mwe mnapitia kwa watendaji wa kata, wao wanawasilisha fedha walizonazo kwenye vijiji na shughuli walizopanga kufanya kwenye maeneo yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu aliagiza kwamba tujenge matundu ya vyoo ili baada ya miezi 6 ijayo, baada ya mwaka wa fedha kuanza, swala la vyoo iwe ni historia. Kwa fedha ziko kwenye akaunti za vijiji, ninaomba tukazisimamie. Lakini pia nimpe pole Mheshimiwa Diwani wa Ngaruka, lakini namshukuru pia Diwani wa Monduli, alipika ofisini kwangu siku ile mafuriko yalipotokea, alitusaidia magodoro 20. Tunakushukuru sana. Mwenyekiti naye alikuwa mwepesi kufika pale na akaamua halmashauri ichangie fedha pale. Kwa hiyo tunawashukuru sana, na Mheshimiwa Diwani, tukutie moyo kwamba hayo ni majanga ambayo hayatabiriki, tukijua kwamba liweza kutokea. Kwanza niwapongeza waheshimiwa madiwani kwa uwasilishaji mzuri.
najua asilimia kubwa ya taarifa tuliyosoma hapo mbele, yaani sehemu mliyoisoma ni changamoto, kwa sababu ndicho tunachotaka kufanya kwa ajili ya kurudisha tabasamu kwa watu wetu. Lakini niseme kwamba serikali yetu inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kufanya mambo mengi katika halmashauri yetu ya wilaya Monduli. Tushukuru zaidi ya shilingi milioni 200 ambayo tumepata ndani ya muda mfupi kwa ajili ya kuokoa bwawa letu la Nanja, bila kusahau zaidi ya milioni 200 ambazo tumezipokea juzi zinazokwenda kurekebisha zahanati ya Mswakini pamoja na Monduli Juu. Lakini tu hivi karibuni tumepata zaidi ya milioni 250 kwa ajili ya zahanati ya pale Mbuyuni. Kwa hiyo nimesema tu nisema haya machache kama ishara kwamba kazi kubwa inaendelea kufanywa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sisi kama halmashauri tunafanya kile ambacho tuna uwezo nacho. Juzi tu tumepeleka zaidi ya shilingi milioni 16 kwa ajili ya kusaidia ile shule iliyovamiwa na mafuriko kule Ngaruka, lakini tu tumetenga pia, kesho kwenye bajeti tunatenga shilingi milioni 20 kwenda kuisaidia zahanati ile iliyopata janga kule Ngaruka. Lakini hiyo kama itoshi, milioni 29 kesho kutwa zinaenda kuisaidia kufungua zile sehemu korofi kule Moita. Lakini bado miradi kama kumkamilisha zahanati zile za Kipima, Ranchi na Nyongorika, hela tunazipeleka na hela zilishafika kule kijijini na kazi inaendelea. Kwa hiyo kazi kubwa inafanyika na tutaendelea kufanya kadri tutakavyoweza. Changamoto hizi tu zilizowasilishwa na Mheshimiwa madiwani ndio kazi yetu sasa, ndio fursa yetu sasa, lazima tukazitatue kwa ajili ya kurudisha tabasamu kwa watu wetu.